Baada ya kuvunjika ndoa ya Miriam Chirwa pamoja na mwenzake Ruben, of course kuna hili swala ambalo Miriam Chirwa limeonekana kumuumiza sana kwa kiasi kikubwa, na amekuwa akiliongelea kwa mara nyingi zaidi kwamba ndilo ambalo linamuumiza kuliko hata kitendo cha ndoa yenyewe kuweza kuvunjika. Licha kwamba tunafahamu kwamba kila mmoja alijitetea kwa namna yake. Nilikuletea video hapa na uliweza kusikiliza kila mmoja akijitetea kwa upande wake. Kama ulikosa hiyo video ambayo nilikuletea hapa, ambao ulikuwa umepigiwa simu bila shaka, basi mwisho wa hii video hapo itajitokeza kwenye screen hapo, utaweza kuona na kushuhudia kila ambacho wameweza kufunguka wote wawili kuhusiana na sababu ambazo zimepelekea ndoa yao kuweza kuvunjika. Lakini acha nikusanue hapa kuhusiana na hiki ambacho Miriam Chirwa kwa upande wake kimeonekana kumuumiza sana mpaka kufikia hatua ya kwamba kipindi alivyokuwa kwenye send off alikuwa analia. Sasa kwa sababu nitakuwa nakuletea updates nyingi zaidi hapa, hakikisha tu umetumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakuwa umeweza kukisikiliza na kukitazama hapa kupitia channel yetu. Sasa kama ulikuwa hujui, ni kwamba Miriam Chirwa bwana, katika hiki kipindi ambacho walikuwa wanajiandaa na ndoa, tayari alishakuwa amebeba ujauzito. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba tayari walishakuwa wamepiga hatua fulani hivi katika maisha, walikuwa wanategemea mtoto. Kama utakuwa ulisikiliza vizuri kupitia video ambayo tulikuwa tumekusogezea hapa, ambayo tumekuwekea hapa kwenye channel yetu ya Bongo Vibe, basi utakuwa ulisikia ile sehemu ambayo alikuwa anazungumza kuhusiana na ujauzito wake kwamba atalea mwenyewe. Sasa bila shaka kama hujasikiliza, basi mwisho wa hii video hapo itajitokeza. Kwa hiyo tuanze tu moja kwa moja. Sasa alizungumzia swala la kwamba ujauzito, na ameachoa ujauzito katika kipindi ambacho of course baba ama mzazi ambaye anahusika kwa upande wa huo ujauzito, basi alikuwa ni muhimu sana kuwepo kwa ajili ya kumpa faraja, lakini amemwacha katika kipindi ambacho ujauzito ni mkubwa, na anasema kwamba atalea mimba peke yake, na kitu ambacho kinamuumiza sana mpaka sasa hivi kwamba itakuwaje mtoto kama siku akija kuuliza kwamba baba yuko wapi, sijui atakuwa na lipi la kujibu, kwa sababu amemwacha katika kipindi ambacho ni wakati ambao alikuwa anamhitaji kwa kiasi kikubwa sana. So kitu ambacho kinamfanya Miriam Chirwa analia sana ni swala la ujauzito, kwamba atatunza vipi ujauzito akiwa peke yake. Ile furaha ya kwamba huyu mwenzangu alinipa ujauzito, tuko naye, ni mzazi mwenzangu, imeshaisha. Sasa nini ambacho pengine unaweza kusema kwenye sehemu ya comment kama namna ya kumshauri Miriam Chirwa pengine kutokana na hali ambayo anapitia sasa hivi, ujauzito uko peke yake? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo chini. Lakini kama ulikuwa hujatazama ile video, basi tazama kwenye screen hapo, ibonyeze hiyo hapo hivi, itakupeleka kwenye full video, utatazama na utawasikiliza walichokuwa nakizungumza. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Subscribe, tukutane next video.